Siku zote mara zote, moja ya maswali mazito ambayo nimekutana nayo ni swali la hatma ya kijana kweli kweli, fundi maestro Aaron Okello, usajili wake ndani ya kikosi cha wekundu wa Simba. Kila mmoja katika nafasi yake amekuwa akijiuliza hatma ya Okello kutoka kwake ndani ya Simba. Kuna kitu gani cha ziada ambacho anakuja kuongeza, na tutarajie nini pia kutoka katika upande wake, upande wa kila ambacho atakuja kuonesha pia katika upande wa kikosi cha vijana hawa wa wekundu wa Simba. Moja usajili mkubwa ambao Simba walihitaji kufanya katika dirisha kubwa, lakini dakika za jioni wakashindwa kumpata Okello. Awamu hii bado Simba wanazidi kumnyetia Aaron Okello, kijana kutokea katika taifa la Uganda, na kijana ambaye amepata nafasi ya kuwa na performance ya hali ya juu msimu uliotamatika, lakini pia hata msimu niseme sasa ambayo tumezama ubora wake, ufanisi wake ukiwa ni ubora wa kutupwa, ukiwa ni ubora wa hali ya juu katika nafasi hiyo na katika upande huo. Sasa usiyojua nyuma ya pazia mwana michezo, kwenye kisa cha Aaron Okello kusajiliwa kwake ndani ya Simba. Juzi wakati na kwenda kuamkia jana, timu yake ya AS Vipers ilikuwa na mechi katika upande wa ligi kuu ya pale nchini Uganda, Star Times Premier League, na ilikuwa ni mechi kati ya Vipers walikuwa nyumbani katika uwanja wa St Mary's wakiwarika vijana wa kikosi cha Mbarara City, wao wanajiita the Ankole Lions, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa St Mary's, na upande wote ukashuhudia kikosi cha wekundu hao wa kutokea katika jiji la Mbarara wakaweza kupokea kichapo cha mabao 2-0. Okello katika nafasi nyingine tena aliweza kutupia bao likiwa ni bao la kwanza kwa Vipers, bao ambalo alifunga obviously ilikuwa ni dakika ya 40 kwenye zile dakika 45 za kipindi cha kwanza, na kuifanya timu yake inapata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Ankole Lions au unaweza kawaita Mbarara City. Sasa baada ya mechi hiyo kutamatika, Aaron Okello yeye mwenyewe aliweza kuhojiwa na sehemu ya vyombo vya habari kutokea pale Uganda, ikiwemo Sanyuka, ikiwemo NBS, lakini pia ilikuwepo Cruise, lakini pia UBC na vyombo vingine ambavyo vilionekana katika upande huo juu ya mchezo kati ya Mbarara City dhidi ya Vipers, yeye akipata nafasi pia kufunga bao moja na akiwa anazidi kuwa katika mwendelezo mzuri zaidi. Lakini pia Okello akizungumza na waandishi wa habari aliweza kuulizwa juu ya hatima ya usajili wake ndani ya kikosi cha Vipers, wakati ambao timu nyingi zimeonyesha nia ya kumuhitaji, ikiwemo timu mbili kutokea katika taifa la Tanzania, Simba pamoja na Yanga. Na Okello pia akaulizwa swali kwamba wapo Waganda wengine ambao wamefanya vizuri, kina Tadeu Ruanga, ukija ukatazama wachezaji kama kina Emmanuel Arnold Okwi, akina Miskiza Diego, ni sehemu ya wachezaji ambao wamefanya vizuri wakiwa katika ligi ya Tanzania. Je, upande wake hatima yake ni ipi, na kitu gani cha ziada pia ambacho ana uwezo wa kuja kujumuisha katika upande wa timu yoyote ile ambayo inamhitaji ndani ya Simba? Ikumbukwe Simba pamoja na Yanga ni moja ya timu ambazo zinampigilia chapua, lakini Simba ndio timu ambayo ina nafasi kubwa ya kumsajili Okello, kwa sababu huu ni msimu wake wa 3 mtawalia wakiwa wanapambana kupata saini yake, kuona ni kitu gani cha ziada ambacho anaweza kwenda kuongeza. Majibu ya Okello ameweka wazi zaidi kwamba it's matter of time. It's matter of time, time will talk, kwamba ni swala la muda wenyewe utakuja kuzungumza na kuweka wazi zaidi hatima yake. Na Okello pia akaweka wazi kwamba mkataba aliobakiwa nao ndani ya Vipers ni mkataba mfupi. So kauli na maneno ya namna hii, kuna kitu cha ziada ambacho kinazidi kuongezeka na kuagiza na kuchaniza kuwa kuna kitu ambacho Vipers moja kwa moja upande wa Aaron Okello anayo nafasi ya kuweza kumwachia, kwa sababu bado ana mkataba miezi 6 katika mkataba wake, na kama wasipomwachia katika wakati huu, inakuwa ni wakati ambao mwishoni mwa msimu ataondoka kama free agent na kujiunga kwenye timu ambayo anahitaji, kama ambavyo Simba tayari yeye na Okello alishafikia sehemu ya makubaliano na Simba dakika za jioni wakashindwa wenyewe kufanya biashara, kumwachia Desa akaondoka, then wakamchukua Aaron Okello akaja kuongezeka na kuifanya timu yao kuwa katika sehemu ya uimara na ubora mkubwa zaidi. So hayo ni baadhi ya maneno ambayo Okello aweza kuyazungumza, na kauli hii ya Okello obviously kuna kitu ambacho
ambacho kinakujia akilini moja kwa moja kwamba Okero is ready to join Simba Sports Club. Hivi sasa kinachopaswa kufanyika ni Simba wenyewe kupushi hili dili, kuona uwezekano wa kuweza kumvuta mwamba, lakini ukitazama kiukweli Okero ni moja stage ambao performance yao imezidi kuwa juu, na ni moja stage ambao wana nafasi kubwa ya kuhakikisha kwamba team in deep wanakuwa katika sehemu ya ufanisi na ubora mkubwa uliotukuka, na hatimaye kudimiza makubwa ambayo wanaamini kwamba unaweza kuwa ni mtaji mkubwa katika upande wao na kuhakikisha kwamba team inakuwa katika top class na top performance ya hali ya juu. So hayo ni sehemu ya maneno machache ambayo Okero amepata nafasi ya kuyazungumza wakati ambao usajili moja kwa moja ukiwa na mrenga yeye katika upande wa Simba. Tayari anaona upande wa Joshua Mutale Budo pamoja na Neo Gift Mahema ni sehemu ya stage ambao ameshinda kudeliver na kutoa kile ambacho anakihitaji. So Neo Gift Mahema, anytime from now, welcome. Tunakwenda kutazama upande wake ilivyokuja kwa kasi kubwa, thank you, ikiwa inamhusu wakati ambao Okero kauli ambayo ameitoa ikiwa ni moja ya nafasi ambayo Simba wanapaswa kuitumia kukamilisha usajili wake. Upande wake na upande wako wewe binafsi unazungumzia vipi usajili wa Aaron Okero? Pia comment yako, lakini pia usahau kusubscribe kwanza kuzidi kuona taarifa zote. Hii ni Sky Media.